Hujambo mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, ni wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza uchambuzi wa habari. Uchambuzi huu wa habari msikilizaji unakuwa kigupikwa na kurasa mbalimbali. Utakuwemo kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo na habari za kitaifa. Msomaji wako wa siku Isaac Mulucha Ashibe msikilizaji, na kualika kwa utulivu kuambatana nami mwanzo hadi tamati na kukaribisha. Karibu. Tunafungua uchambuzi wetu wa habari tukianza na ukurasa wa habari muhimu, na mpisha Omari Makelele Ozile kutuletea ukurasa huu. Karibu sana. Asante sana Isaac Mulucha Ashibe. Leo katika habari muhimu tuanzie katika mji wa Baraka. Ni kwamba baada ya kipindi cha hofu ya vita iliyozua mtafaruko katika mji wa Baraka, hali ya usalama imeanza kurejea hatua kwa hatua. Meya kwa muda wa mji wa Baraka atangaza kuanzishwa kwa kazi zote zilizolazimishwa kusitishwa kutokana na hali tete ya usalama. Ule katika kijiji cha Mukera ni kwamba raia waliokimbia machafuko ya kivita kutoka kwenye vijiji vya Rugezi, Poenzero na vijiji vingine vya nyanja za juu waendelea kukosa misaada pa Mukera, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi. Kwa swala hilo, mkuu wa kijiji cha Mukera ameomba kwa mashirika ya kihutu kuweza kuangalia swala la raia hao. Huko Swima ni kwamba hali ya kihutu kwa raia wa Swima katika sekta ya Tanganyika imeripotiwa kuwa yenye kuzorota zaidi, ambapo kwa upande wa afya, kituo cha afya hakina dawa kwa sasa. Kwa jambo hilo, mkuu wa kijiji cha Swima anatoa wito ya ombi kwa serikali na mashirika ya kihutu kuingilia kati swala hilo mapema. Asante sana Omari Makelele Ozile msikilizaji. Na sasa tusikite katika ukurasa wa habari za mahali, tukijikita katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina. Tuanzie hapa mjini Baraka. Kila ifikapo tarehe 25 Desemba kila mwaka dunia nzima inasherehekea sikukuu ya Christmas yenye kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Sherehe hizo zilisherekewa kwa hali ya uvuguvugu mjini Baraka, ambako baadhi ya shughuli zilionekana kuzorota. Wakristo wameonekana kijumuika kwenye madhehebu yao, wote walionyesha imani na ushujaa katika kusherehekea Christmas hii. Radio Kivu iliweza kuzungumza na baadhi yao ambao walionyesha namna walivyosherehekea sherehe hii na imani walionayo dhidi ya changamoto zilizopo. Tunashukuru Mungu sana sababu Mungu ametulinda. Sherehe ya Noeli ilipita vizuri kabisa katika kanisa letu, japokuwa misukosuko ya vita, lakini Mungu ametusaidia. Kwa Kristo wamejumuika kwa wingi kabisa. Jumbe ambayo nimetoa kwa watu wote ni kwamba tuendelee kuombea nchi yetu, sababu tuko katika hali ya shida. Wakati tunapokuwa katika hali ya vita hatutapata muda wa kushukuru Mungu, lakini kama Mungu anatupatia amani tutaendelea kumtukuza. Sisi wakati huu wa Christmas tunajua ya kwamba matarajio yetu ni kwamba Mungu atasikia maombi ya walio wake, kwa sababu tunaomba sana na Biblia inasema ya kwamba ombeni mtapewa, na sisi tunaamini ya kwamba Mungu wetu atasikia maombi yetu na nchi yetu itapata amani. Tunashukuru kwa sherehe hii ambayo tunapita Noel. Pamoja na Mungu tuliona vitu viliendeka vizuri, ila situation ya nchi yetu njoo inatuweka mbaya tu. Usivunjike mioyo, tuombe sana kwa ajili ya taifa. Kwanza tunaweza sema kwamba tumemshukuru Mungu sana, kwa sababu sisi kama vile Wakristo hatukukuwa na tegemeo la kufika katika tariki hizi kwa kuweza kusherehekea sikukuu hii, lakini tunafurahi sana sana na jina la Bwana litukuzwe, kwa sababu tumesherehekea vilivyo mkutano wetu wa Christmas kwa kuweza tena kukumbuka jinsi Kristo Yesu alivyozaliwa kwa sababu tupate kupona. Kwa yule ambayo bado hajamwamini Kristo, amwamini, kwa sababu ukimwamini tu utapona. Kwa ajili ya taifa tusikuwe na imani yaba. Kristo jinsi amezaliwa, nchi yetu ya Kongo itapona, kwa sababu kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kama jinsi unaona bwana mwariri kwamba hali ya nchi yenyewe hairuhusu, lakini kwetu sisi wa Kristo imekuwa ni jambo la kujipa moyo, ni jambo la imani, ndio ambalo limetuma sisi tusherekee siku ya leo, na imani ambayo tunayo imetuma sisi tusherekee, na tumeona kwamba imepita kwa amani na usalama, bila tatizo, bila kitu chochote. Ujumbe ni kusema kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na sisi tunamwamini, ijapokuwa matatizo, vitu fulani, tunamwamini na tutabaki kuwa imara kwake. Tumeomba na tutachoka. Biblia imetuambia kwamba tuombe bila kukoma, na tuna matumaini kwamba ule Mungu ambaye tunaomba ndiye yule moja, hajabadilika kamwe. Tuna imani kwamba amani itapatikana. Asante, tunakushukuru sana. Haya, asante bwana mwalimu. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba baada ya kipindi cha hofu ya vita iliyozua mtafaruku katika mji wa Baraka, hali ya usalama imeanza kurejea hatua kwa hatua. Meya kwa muda wa mji wa Baraka atangaza kuanzishwa kwa kazi zote zilizolazimika kusitishwa kutokana na hali tete ya usalama.
Bi Marimu Kanja Swaz, meya kwa muda wa mji wa Baraka, ameeleza kuwa mradi wa ujenzi wa daraja la Malala ambao aliutangazia wananchi siku chache kabla ya taharuki kuibuka utarejelewa hivi karibuni. Watanielewa wote juu haiko wote njoo kwa hapa Baraka, wa mingi walitoka walienda, lakini kuko muda kidogo niliambia Maritime istope kupeleka wa refugee kwenda Tanzania au Burundi juu ya kuangalia batatoka ba mingi baraya shitu bakia nani oro hapa kwetu akuyakuwa vita. Na wakati niliambia baraya vile baniangalie dans une semaine tutaanza fanya ile kazi, donc njapo kwa kulikia hii mavurugo, lakini tunataka ile naana sasa vile mavurugo Mungu atatusaidia tutaisha, tutakuwa bien na vitu vyote vitaendelea kama kawaida. Tujelekeze Mukera katika tarafa la Fizi ni kwamba raia waliokimbia machafuko ya kivita kutoka kwenye vijiji vya Rugezi, Pwenzero na vijiji vingine vya nyanja za juu waendelea kukosa misaada pa Mukera, sekta ya Mtambala tarafani Fizi. Kwa swala hilo, mkuu wa kijiji cha Mukera ameomba kwa mashirika ya kiutu kuwafikiria. Katika mazungumzo nasi Alhamisi hii ya wiki tunayo, Mboka Eshetumbula 13 amesema wahamiaji wa ndani ni wengi pa Mukera na hakuna misaada yoyote ambayo wameipata. Upande mwingine, kiongozi huyu wa kijiji cha Mukera ameonesha kwa sasa biashara imepanda bei kutokana na uwingi wa watu maeneo hayo. Mukera tuko salama kidogo, wandugu watokao yule Rugezi wako hapa, wandugu watokao Pwenzero wako hapa, alafu kuna wandugu wengi wakimbizi wa ndani wanaojihifadhi ndani ya kijiji ya Mukera. Basi ndugu mtangazaji, mtu akishatoka nyumbani kwake hawezi kuwa na maisha tena mazuri. Wako hapa, hakuna huduma yoyote ile ambayo watu wanapata, bali wanajisaidia tu ndani ya manyumba ya watu ambao waliowapokea, ile mtewe au likopa ambao wanachoma, wanachangia wote pamoja na wakimbizi. Ndugu mtangazaji, tatizo kubwa, chakula kimepanda bei kulingana na wingi wa wakimbizi waliomo kijiji ya Mukera, alafu na kwenye vituo vya afya dawa hamna, alafu nina wasiwasi kubwa ya magonjwa kutokea na kuleta sura ya maafa, sababu hakuna assistance yoyote ile. Tunapiga mayowe kwenye kuwa mashirika ya uhutu yaweze kufanya usaidizi kulingana na mzito kubwa ambao tunao ndani ya kijiji ya Mukera. Kwa sasa hatujapokea shirika hata moja ambayo inakuja kufanya uchunguzi kwa kuangalia maisha magumu yalivyo ya wandugu wanaokimbia. Ni vigumu kwa uwezo wa mimi kama vile mkuu wa kijiji, kulingana na wingi wa watu, bila usaidizi na shirika za kiutu kuja kufanya usaidizi kwa kusaidia wandugu kama na wao. Nina wasiwasi kubwa kulingana na matatizo yanayoweza kutokea baadaye. Kwa sasa kulingana na uongozi wa kijiji hauna uwezo wowote ule wa kuweza kusaidia wandugu kama na wale. Tuko tu katika tarafa la Fizi, msikilizaji, uko Swima, ni kwamba hali ya ukiutu kwa raia wa Swima katika sekta ya Tanganyika imeripotiwa kuwa yenye kuzorota zaidi, ambako kwa upande wa afya kituo cha afya hakina dawa kwa sasa. Kwa jambo hilo, mkuu wa kijiji cha Swima anatoa wito na ombi kwa serikali na kwa mashirika kuchukulia swala hilo kwa dharura. Saidi Swima Abdallah ni kiongozi wa kijiji cha Swima ambaye ameonyesha kuwa mazingira wanayopitia kwa sasa raia wanaoishi pa Swima na kando katika sekta ya Tanganyika ni yenye kutatanisha zaidi kama alivyoeleza. Kwa hiyo naweza nikapanda juu uweza kuomba kwa nyie kama vile watangazaji, mpeleke hii sauti yetu mbali kwa mashirika yale ya kiutu, bimaana mataasisi ya nchi na yale ya nje ya kimataifa, watizame namna gani wanaweza wakaja kuhudumia hawa watu ambao wamekimbilia sana katika hichi kijiji chetu cha Swima, kwa sababu watu wanaweza wakafa sana. Maafa yanaweza katokea mengi, hata matibabu hakuna, dawa hospitali hakuna madawa, maji ya kunywa hakuna, mabomba yameharibika, yamekatika. Kwa hiyo na hili inaweza kaleta matatizo, na siku zimeisha hapo nyuma tulikuwa katika msimu wa ugonjwa wa kipindupindu kolera, na baadhi ya watu walipoteza maisha yao. Na hapa majuzi katika wanajeshi wetu mmoja alikufa na ugonjwa wa kolera. Kwa hiyo dawa hapa hakuna, zahanati hakuna dawa, kwenye kituo cha afya cha Swima hakuna madawa.
ni tatizo juu ya tatizo. Ufupi ni haya ambayo naweza nikaja kuonesha hali halisi ya mji wa Swima. Lakini kwa usalama tumetulia, tunajua kama tuko karibu na fro, lazima wanajeshi wawe wengi, na jeshi likiwa lingi inaonekana kama vile raia wamezidiwa wingi na wanajeshi, lakini tuko nao. Bila shaka msikilizaji, unaposikia kipenga hicho kinawasilisha mara moja kwamba tunaingia katika ukurasa wa habari za michezo. Inampisha huyu Omari Makelele Ozile kutetea ukurasa huu. Karibu sana. Na barabara kabisa mwenzangu Izake Mlucha Ashibe. Leo katika habari za michezo kama kawaida, mgongoni navalia namba 14 ya mchezaji Victor Gyökeres. Katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka ni kwamba mchezaji wa zamani wa klabu ya FC Flambora kutoka katika mji wa Baraka Enias Lokando maarufu Bellingham amejiunga rasmi na klabu ya FC Royal Vision 2026, klabu inayoshiriki daraja la kwanza maarufu Primus League hapo katika nchi jirani ya Burundi. Enias Lokando maarufu Bellingham amesaini mkataba wa miaka 3 na klabu hiyo, huku bei kamili wala malipo yake bado kuwekwa wazi. Mchezaji huyo wakati kujiunga kwake na klabu ya Royal Vision yako nchini Burundi ni kisha chaguo lake, kwani vilabu vingi vya hapo katika nchi ya Burundi hususan katika jiji la Bujumbura vilikuwa vikimhitaji. Siku za hivi karibuni mchezaji huyo Enias Lokando maarufu Bellingham alikuwa tayari amekwisha kuwa katika hatua nzuri ya kimazungumzo na klabu ya Academy Michel ya Baraka, ila kutokana na hali ya usalama dili hilo liliweza kugonga mwamba kabisa. Kwa hivyo mchezaji huyo tayari anapatikana katika jiji la Bujumbura ili aweze kusukuma gurudumu la klabu ya Royal Vision katika ligi kuu hapo nchini Burundi maarufu Primus League. Tunakutakia mafanikio mema. Ligi kuu hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maarufu Linafoot itaweza kutimua vumbi jioni ya siku ya 5 ya wiki tunayo. Mechi mbili zitapigwa majira saa 10 kamili. Vijana wa Esimalole watawakaribisha Dombo Square Lubumbashi, na klabu ya Saint-Luc watakuwa vikali zidi ya FC Tanganyika kutoka Kalemi. Vile vile wiki ya pili ya michuano ya mataifa barani Afrika maarufu CAN ambayo endelea kutimua vumbi katika nchi ya Maroc itaweza kutimua vumbi mchana wa siku ya 5 ya wiki tunayo, ambako majira saa 8 na dakika 30 vijana wa Angola watawakaribisha Zimbabwe, na saa 11 kamili jioni Egypt watakuwa vikali dhidi ya Afrika ya Kusini, na Zambia watawakaribisha vijana wa Komoro majira saa 1 za usiku, na wenyeji waandaaji wa michuano hiyo Maroc majira saa 4 za usiku watakuwa vikali dhidi ya Mali. Tumalizie na habari za kule katika bara la Ulaya kwamba klabu ya Chelsea The Blues imeingia kwenye vita ya kuwania saini ya nyota mshambuliaji wa klabu ya Bournemouth ambaye ni Antoine Semenyo ambaye ni raia wa Ghana, na taarifa zinasema nyota huyo atakuwa tayari kuondoka kwenye klabu hiyo dirisha ndogo la usajili la mwezi Januari, ambapo dau lake litakuwa la paundi milioni 65. Lakini vile vile upande mwingine Manchester City inatarajia kuanza mazungumzo na klabu ya Bournemouth juu ya dili la winga huyo Antoine Semenyo baada ya kufikia makubaliano na kambi ya mchezaji huyo kuhusu maslahi ya binafsi. Naweka nukta katika habari za michezo. Asante sana Omari Makelele Ozile. Msikizaji, kama ndo bado unakuja kujiunga nasi, ni kukumbusha tu kwamba huu ni uchambuzi wa habari na unayofuata kwenye redio ya kijamii Kivu kuna kwa masafa ya FM kwenye mitabendi ya 63.0. Tunakutangazia mubashara kutoka jiji la Baraka, jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Makobola. Wapiganaji wa AFC M23 wameonekana kujiondoa peke yao Alhamisi ya tarehe 25 Desemba kwenye maeneo ya Makobola ya kwanza na Makobola ya pili ambayo walikuwa wanashikilia. Jeshi la taifa FARDC na wazalendo bila kupoteza muda waliweza kudhibiti maeneo hayo yaliyowachwa wazi. Sababu zilizowasukuma waasi kujiondoa kwenye vijiji hivyo bado kujulikana, huku mashuhuda wakisema kuwa waasi hao wameonekana kukita kambi yao mpya maeneo ya Kigongo, mbele kidogo kaskazini mwa Makobola katika tarafa la Uvira, karibu kwa kilomita 1 na mji wa Uvira. Tukio hili linatokea kipindi hiki ambacho kuna shuhudiwa na mapigano makali kijumuisha jeshi la taifa FARDC pamoja nao wapiganaji wazalendo dhidi ya waasi wa AFC M23 tokea mji wa Uvira uangukie mikononi mwao tarehe 9 Desemba. Msikilizaji, katika tarafa la Fizi
Shirika la raia Force Vive tarafani Fizi limeomba kwa serikali na mashirika ya kiutu kuwajia na misaada wa chakula na dawa wahamiaji wa ndani waliokimbia machafuko ya kivita kutoka katika mji wa Uvira na vijiji vingine tarafani Fizi ambao wanaendelea kukosa msaada. Bwana Jacques Alimasi ni coordinator wa shirika la raia Force Vive tarafani Fizi, amesema kuwa wakimbizi wa ndani ni wengi ambao wametawanyika katika sehemu mbalimbali za tarafa hili na wote hawana misaada. Ndiyo, tunakwenda kulalama kwa ajili ya hali ya kiutu ya wahamiaji wa ndani ambao wanapatikana katika tarafa la Fizi. Utakwenda kujua tangu hapo wanamgambo wa M23 AFC ambao wanaendelea kushindikizwa na nchi ya Rwanda wamekwenda kuteka mji wa Uvira. Tumepata wakimbizi wengi ambao wametoka Uvira na wengine wakimbizi wa ndani ambao walitoka katika vitongoji vijiji fulani vya tarafa la Fizi. Wanapatikana hapo kwenye sekta ya Tanganyika, Mboko, wengine wanapatikana Nundu, Sanza na vingine vitongoji fulani. Wengine wanapatikana hapo kwenye vijiji vya Ubwari, wengine wanapatikana Sebele. Na kunaendelea kupatikana hali ya sitomfahamu kwa sababu wakimbizi hao hawana hata msaada yoyote ile ya kuwasaidia ili wapate kujiweza kimaisha. Na kunaendelea kuripotiwa hivyo wingi wa wakimbizi wa ndani tunaendelea kufanya kuwe hata magonjwa fulani ya ripuke kwa watoto hata kwa wanawake ambao wajawazito. Magonjwa ya homa kali ambayo yanaendelea kuripotiwa hapo Ubwari, yanaendelea kuripotiwa katika sekta ya Tanganyika, yanaendelea kuripotiwa hivyo hapo Sebele, na hivyo hata ile magonjwa ambao tunaita ya kuwara kipindupindu ambayo inakuja kwa kasi kubwa. Na pia tumekusha kupoteza wahamiaji wa ndani wengi wamekwenda kukumbwa na hayo magonjwa na wamepoteza maisha yao. Tumekwenda kuona kwamba katika tarafa lote la Fizi tuna familia 14,044 na mkato 49 familia ambazo zimeripotiwa kuyama makazi yao. Pia ni watu 244 mkato 6,908 ni watu ambao wanaendelea kuripotiwa kuyama makazi yao hata na vijiji vyao. Mwishowe, Jacques Alimasi ameomba kwa serikali ya jimbo la Kivu Kusini kutoa msaada kwa wakimbizi wa ndani kama walivyofanya kwa wale waliokimbilia nchini Burundi. Wakati ambapo wanamgambo wameendelea kushikilia mji wa Uvira, mashirika nyingi ya kiutu ambayo yalikuwa kitumika katika tarafa la Fizi yamekwenda kusitisha makazi yao na wengi wamekwenda kurudi, na hiyo inaendelea kuleta hali ya sitomfahamu katika tarafa la Fizi. Kwa upekee wahamiaji wa ndani hawana msaada yoyote ile. Na ndio kwa maana tunakwenda kulalama kwa nchi yetu ya Kongo, kwa serikali yetu ya Kongo kuangalia kufanya gisi iwezekanavyo ili wakuje kuhudumia wahamiaji wa ndani. Tumeona government yetu ya Kivu ya Kusini hapo Bujumbura imekwenda kusaidia wakimbizi wa nje wale ambao tunaita wa refugee hapo Bujumbura, nimewapatia nusu ya chakula na kuwatafutia gisi watalala. Wafanye hivyo hata kwa wahamiaji wa ndani ambao wanapatikana katika tarafa la Fizi, kwa sababu bila kufanya hivyo inaweza kutia maisha ya wahamiaji hata na raia yote ya tarafa la Fizi katika janga kubwa. Hata hivyo na kwa wafadhili wa Kongo kuambia kwamba wasaidie wahamiaji wa ndani kwa vitu fulani ili kuangalia namna ya kuishi na kuepuka kwa magonjwa ambayo yanaendelea kuzuka katika tarafa la Fizi. Kwenye habari ya kitaifa, msikilizaji, kardinali wa kanisa Katoliki mjini Kinshasa Fridolin Ambongo ametoa wito kwa mshikamano wa dhati na kutoa msaada kwa watu waliokimbia makazi yao kutokana na machafuko ya kivita hasa mashariki mwa DRC. Wito huo ameutoa katika misa ya kusherehekea sikukuu ya Christmas hapo jana. Undani wa taarifa hii na Safari Alimasidilwe. Naam. Hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na kuongezeka kwa mapigano katika majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini kati ya AFC M23 wanaoungwa mkono na Rwanda dhidi ya majeshi ya serikali. Mbali na mgogoro huu, kuna pia machafuko yanayosababishwa na waasi wa ADF huko Kivu ya Kaskazini na Ituri, pamoja na ukatili unaofanywa na wanamgambo wa Mobondo katika sehemu ya magharibi mwa nchi.
Wakati wa Kristo duniani kote wakiidhinisha sikukuu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, Kardinali Fridolin Ambongo alitoa wito wa msaada wa dhati kwa watu waliolazimika kuhama makazi yao. Akizungumza wakati wa misa ya Christmas iliyofanyika Jumatano tarehe 24 Disemba 2025 katika kanisa kuu la Notre Dame du Congo, askofu mkuu wa Kinshasa alieleza kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa nchi kwa mufu kwenye nyanda za Bateke na maeneo mengine yanayoathiriwa na vurugu. Wito huu umetolewa katika kipindi cha wasiwasi mkubwa ambapo ufadhili wa kimataifa kwa ajili ya misaada ya kibinadamu unapungua huku mahitaji ya watu waathirika yakiendelea kuongezeka. Christmas inatualika tuangalie masikini, wagonjwa, ndugu zetu waliokoseshwa makazi, wanaoteseka, watoto wa mitaani na wasirika wa ukatili, hasa wanawake na watoto wa mashariki mwa DRC. Katika muktadha wa kuzorota kwa hali ya usalama, Christmas inatuita kuonyesha mshikamano wa kweli na ndugu zetu wa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, Ituri, kwa mufu, nyanda za Bateke na maeneo mengine nchini, alisema Kardinali Fridolin Ambongo mbele ya waumini. Akizungumzia ukubwa wa mgogoro wa kiraifa, askofu mkuu wa Kinshasa alikiri kuwa ana wasiwasi hali ya Wakongo huenda isibadilike mara moja hata baada ya kusherehekea kuzaliwa kwa Kristo. Hata hivyo, alitoa ujumbe wa tumaini unaoendana na maana ya kiroho ya Christmas. Tukiangalia hali halisi ya nchi yetu, bado tunaendelea kuteseka. Watu wataendelea kutembea katika giza la vita, umasikini, ukosefu wa maji, umeme na matatizo ya kila siku. Lakini usiku huu mtakatifu unakumbusha kuwa katikati ya giza mwangaza mkubwa huangaza. Kuzaliwa kwa Emanueli ni ishara ya ahadi ya utaratibu mpya unaojengwa juu ya amani, haki, udugu na heshima ya utu wa binadamu, aliongeza Fridolin Ambongo. Kwa upande wa kibinadamu, mpango wa mwitikio wa kibinadamu wa mwaka 2025 kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao unakadiriwa kugharimu dola bilioni 2.54 za Kimarekani bado haujafadhiliwa vya kutosha. Akihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa tarehe 12 Disemba, naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na operesheni za amani Jean-Pierre Lacroix alisema kuwa mpango huo umefadhiliwa kwa kiwango cha 22% pekee. Mpango huu ulizunduliwa mwezi Februari na serikali ya Kongo pamoja na washirika wake wa kibinadamu, ukiwa na lengo la kutoa msaada wa dharura kwa watu takriban milioni 11, wakiwemo watu milioni 7.8 waliokoseshwa makazi, ikiwa ni miongoni mwa idadi kubwa zaidi duniani. Kwa jumla watu milioni 21.2 nchini Kongo wameathiriwa na migogoro mingi, kuanzia vita vya wenyewe kwa wenyewe hadi majanga asili na milipuko ya magonjwa. Mpango huu wa mwaka 2025 unatekelezwa katika muktadha wa mgogoro wa pande nyingi usio wa kawaida unaoelezewa na kuenea kwa vurugu kutoka Ituri hadi Tanganyika, kuwepo kwa mamlaka zisizo rasmi katika maeneo fulani ya Kivu Kaskazini na Kusini, pamoja na mzozo mkali wa ufadhili wa misaada ya kibinadamu. Tuna mengi kwa siku ya leo, hachanishi hapo kwenye habari za kitaifa. Ni hadi hapo mpenzi msikilizaji ndipo naenda kutamatisha kabisa uchambuzi wa habari kwa asubuhi ya leo. Shukrani sana kwako ambao unitegea sikio mwanzo hadi tamati. Nashukuru pia wenzangu wote ambao nisaidia kuandaa uchambuzi wa habari. Uchambuzi wako wa asubuhi ya leo ni mimi Zake Murucha Ashibe. Msikilizaji, mpaka hapa sina la ziada, nasema kwaheri na asalamu alaykum.